process zingine kutajwa pamoja na kusikilizwa. Nimkaribishe mwananchi Dr. Wilbrod Slaa kwa ajili ya kuelezea nini kilimkera hasa mpaka kaamua kuungana na sisi kwenye shauri hili. Karibu. Kama nilivyotambulishwa, jina langu ni Dr. Wilbrod Slaa au Slaa, lakini najua wengi hamwezi kulitamka, kwa hiyo natamka kama Wabantu mnavyolitamka Slaa. Mimi ni mwananchi wa kawaida kwa sasa. Hiyo historia ya nyuma yote nadhani mnazijua, lakini kwa sasa ni raia, na labda niseme ni mwanaharakati, pamoja na kwamba jina harakati kwa Tanzania sasa imeshachafuliwa kwa kuitwa magaidi. Lakini mimi sina aibu kusema mimi ni mwanaharakati, ndio maana nimejitokeza hapa, kwa sababu wanaharakati duniani kote sio kinyume na sheria, na Tanzania tuna sheria ya ugaidi ambayo ilitungwa nikiwa bungeni na ninaifahamu vizuri. Hakuna kipengele chochote kinachozungumzia mwanaharakati kuwa gaidi. Kwa hiyo sioni aibu wala msiogope kama mna swali juu ya hilo. Lakini nimekuja kwa nini? Nimejiunga na hoja hii kwa sababu mbili kubwa. Sababu ya kwanza, nazidi kuumia katika umri wangu wa utu uzima. Mimi sasa ni mtu mzima, na kwa kuwa nimekuwa mwanasiasa mkongwe mwenye umri mkubwa, nadhani niko kati ya wazee wachache ambao bado wako active kwenye siasa. Sasa ninaumia ninapoona nchi yangu inaendelea kwenda kwenye matope. Nchi yangu inaumia kwa sababu nchi yangu inatoweka. Taifa langu na vijana wangu na wajukuu zangu, naogopa watakuja kufukua kaburi langu, kuangalia kichwa changu kama na mimi ambaye nimekaa kwenye siasa kwa zaidi ya miaka 30 nimeshindwa kusaidia taifa hili. Kwa sababu kazi ya kusaidia taifa si la mkuu wa nchi peke yake, si ya kiongozi yoyote, sio ya vyama, ni ya sisi wa Tanzania wote. Taifa ni letu wote. Hakuna mwenye taifa. Taifa halimilikiwi na mtu. Taifa ni letu sisi sote. Sasa kwa bahati mbaya, mimi ni kati ya watu wachache sana tuliobaki. Nimefanya kazi ndani ya TANU zamani zile. Mwaka 73 mimi nimekuwa kiongozi wa tawi wa TANU. Mwaka 73 na nimeendelea nafikiri mpaka 79 hivi. Mimi nimefanya kazi hata baada ya kutoka pale nimeendelea kufanya kazi kwenye vyama mbalimbali vya siasa. Mpaka hata kwenye serikalini pia nimefanya kazi, lakini nimekuwa katibu mkuu wa baraza la maaskofu. Kwa hiyo nimepitia experiences mbalimbali na ninajua nchi inavyokwenda hatua gani. Sasa kwa tamko lile ambalo linakwenda kinyume na katiba ya nchi, tamko lile ambalo limeenda kinyume na sheria, kunyimwa haki za kuzungumza, haki ambayo hatukupewa na mtu, tumepewa na katiba yetu. Hao walioiondoa wala sio waliotupa hiyo katiba. Katiba hiyo tumepewa na wazee wetu waliotutangulia. Sasa badala ya kuboresha, badala ya kwenda mbele, wanaendelea kuondoa zile haki ambazo sisi tumeshazipata. Kwa hiyo nikaona kwamba tukiendelea kukaa kimya, sisi wazee tukikaa kimya, nchi hii itatumbukia shimoni. Hiyo ndio sababu ya kwanza kabisa ya mimi kuingia. Lakini ya pili, nikaona kwamba hata kipindi kile cha TANU, tulikuwa democratic zaidi kuliko leo. Mimi nakumbuka wakati ule nikiwa katibu mtendaji wa tawi, halmashauri kuu ya CCM ilikuwa inatuletea nyaraka. Tunajadili kwenye mikutano ya wananchi juu ya sera zote zile mnazosikia, sera ya kilimo, sera ya elimu, tulijadili kama wananchi kwenye ngazi ile ya chini. Sasa kama leo tunanyimwa kwenda kwa wananchi, hao wananchi wanapata wapi sasa faida na manufaa ya kwenda kujadili mambo ya kitaifa? Lakini la pili ni hii sura ambayo sasa tulishatoka kwenye chama kimoja. Na bahati nzuri nilikuwepo. Kwa wale ambao wanapenda kusoma, nendeni kwenye kitabu cha Pius Msekwa alipokuwa spika wa bunge, mimi na John Cheyo, mimi nikiwa Chadema, John Cheyo akiwa Democratic, wote wawili tuliandika kila moja chapter kwenye kitabu kile ambacho kiko bungeni. Mkihitaji mnaweza kwenda pale, the situation of democracy in our country. Tukalinganisha
kabla ya multipartyism hii ambayo imerudishwa baada ya kurudi mwaka 92 na tukailinganisha na hali iliyokuwepo kabla. Tumeandika kitabu, iko kwenye kitabu hicho. Sasa kama wakati ule tukasema hali imekuwa bora, leo nikitazama katika serikali ya awamu ya tano kuanzia awamu ya Magufuli kuja kwa awamu ya kwanza ya Mama Samia kuja na awamu ya pili ya Samia, tunakwenda kwenye tope nene ambalo ni ile ambayo kama ni ng'ombe akikwama huna namna ya kumkwamua kwa sababu inatetea. Kwa ndio sababu kubwa mimi niliona niungane na wataalamu ndugu zangu kwa niaba ya wananchi niseme hapana, haki tuliyopata kikatiba badala ya kuiboresha alafu tunaziondoa, hiyo sio sawa na hiyo haikubaliki. Ndio maana nikasema na mimi nitakuwa tayari kwenda na wenzangu tukapeleke mahakamani, kwa sababu kwa mujibu wa katiba yetu, vipengele wataongea wao mkihitaji, lakini kwa mujibu wa katiba yetu mahali pekee pa kupata haki katika nchi ni mahakamani. Kwa hiyo tunategemea majaji wetu watasikiliza, wataelewa uzito wa hiki tunachotaka kukiongea, na wao pia kama hawaathiriki leo, watoto wao na wajukuu zao ndio watakaoenda kuathirika. Kwa mtu asifikiri mimi leo nimejiokoa, lakini kesho na kesho kutwa mtoto wako hatakuwa jaji, atakuwa raia wa kawaida au atakuwa ofisa mahali fulani, lakini ataathirika kama leo taifa hili linavyoathirika. Kwa mimi kwa kifupi, kama mtakuwa na maswali nitaongezea hapo mbele ya safari, lakini kwa kifupi hiyo ndio sababu kubwa ambazo zimenifanya mimi nijiunge na ndugu zangu katika hatua hii ya kupeleka mahakamani tupate maelekezo mazuri kutoka chombo cha utoa haki. Hii sura ambayo tunanyimwa haki zetu, hata kwenda kwenye mkutano wa hadhara. Kwenye mkutano wa hadhara tunaelimisha, kwenye mkutano wa hadhara ndiko tunakopata wanachama, kwenye mkutano wa hadhara kuna kero nyingi ambazo zinatatuliwa. Sasa ukiondoa hiyo wanabaki wale tu, tena inaondolewa kwetu tu wa upinzani. Haki hizi zimekadiri ya utendaji, wale wengine wanaendelea na kazi yao kama kawaida. Sababu zozote alizosema waziri kama ni sababu za ulinzi na usalama, michezo imeendelea kama kawaida. Mmeona mashindano makubwa ya kitaifa yanaendelea kila siku. Timu zetu za mpira ziko pale. Kama ni ugaidi, ugaidi uko kwenye siasa tu. Au pia kila mahali bomu ikitupwa, wote wananchi, wewe ni mchezo wewe nini, inaumia. Lakini kwa nini iwe kwenye siasa tu? Kwa hiyo mimi nadhani sababu zangu za msingi ni hizo. Kama mtakuwa na maswali niko tayari kufafanua kwa kina zaidi. Asante sana. Na waandishi wa habari wa kujitokeza, na nimshukuru Dr. Wilbrod Slaa pamoja na Dr. Anna Enga kwa kile ambacho tayari wamezungumza. Mimi ni miongoni mwa mawakili. Tuko mawakili wengi sana ambao kwenye shauri hili. Yupo senior counsel pale Mpoki, yupo Doris Kafuku, yupo Edson Kilatu, yupo, ni wengi sana. Kwa hiyo sio wakili mmoja, tuko mawakili wengi zaidi kwenye hili shauri, kwa sababu ni shauri ambalo linahusu maslahi ya watu. Na shauri hili la kikatiba tumelifungua kwenye registry ya Tabora. Kwa sababu tunataka tuwape fursa majaji wote waweze kupata fursa ya kuirekebisha taifa letu. Ndio maana tunajaribu kutoa fursa kwenye kila maeneo ya nchi hii kuhakikisha kwamba kesi za kikatiba zinafika, ili mwisho wa siku wapate fursa ya kuirekebisha nchi yao pale ambapo wanaona tunaenda ndivyo sivyo. Sasa shauri la kikatiba ni ambalo linahusiana na tamko ambalo lilitolewa na waziri wa mambo ya ndani. Na kama alivyosema kwamba ameshtakiwa yeye binafsi, lakini pia imeshtakiwa ofisi kama ofisi. Na sisi tunaamini kwamba ukiwa bungeni hauna kinga ya kudumu. Huwezi kuwa bungeni na ukawa unazungumza vile ambavyo unataka. Kwa hiyo huwezi kwamba ukiwa bungeni ukaamua kuvunja katiba basi watu wakakutizama tu. Ni hizi hatua ambazo zimechukuliwa. Nafahamu kwamba tamko lile kwa kadri ambavyo lilitolewa limesitisha mambo mengi sana kwenye vyama vya siasa na kwa raia wa kawaida. Kwa hiyo sisi tunawashukuru watu kama Dr. Wilbrod Slaa, lakini pia mashirika ya haki za binadamu kama Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu na Tanganyika Law Society kuja mbele kujaribu kutetea haki za wananchi. Washtakiwa kwenye shauri hilo wengi wameshatajwa, lakini pia na vyama vya siasa, lakini sasa tumelenga vyama vya siasa vya upinzani kwa sababu tunaona wao ni waathirika wakubwa. Chama cha ACT Wazalendo pamoja na Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema.
ili wao na wenyewe waweze kusema kwamba je, wanaunga mkono hii kauli au hawaungi mkono hii kauli. Lakini vyama vingine, chama cha CCM tumekiacha kwa sababu tumeona wao wanaunga mkono na wamejitokeza mbele na wamesifia hilo tamko. Kwa hiyo tunaona kwamba hakuna haja ya wao kuja kuzungumza chochote kwa sababu msimamo wao unajulikana, na ndio maana tukaweka vyama vingine vya upinzani. Shauri hili mahakamani linahusu nini au linaomba nini mahakamani? Tumeomba kwanza kutamka kwamba tamko lile linakiuka haki kadhaa za binadamu. Tamko lile linakiuka haki kadhaa za binadamu, sheria za kimataifa na sheria za ndani. Ni haki zipi ambazo tunasema ile tamko linakiuka? Kwanza kabisa tumesema kwamba linakiuka haki ya usawa mbele ya sheria ambayo imeainishwa katika ibara ya 12 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambayo inasema watu wote ni huru na watu wote ni sawa mbele ya sheria. Sasa tunasema mbona tamko hili haliweki watu usawa mbele ya sheria? Mashirika haki za binadamu yapo yakae kimya? Hapana, lazima ijitokeze, yapaze sauti. Lakini pia katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wakati inatungwa mwaka 1977 walisema kwamba tutatengeneza taifa ambalo ni huru linaloheshimu haki za binadamu. Sasa tunasema hili taifa ambalo wazee wetu waliliona miaka hiyo, mbona sio huru tena? Ndio maana tukasema kwamba tamko lile linakiuka ibara ya 13 ibara ndogo ya kwanza ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na ibara ya 13 ibara ndogo ya pili ambayo inasema hatupaswi kuwa na taifa ambalo ni la kibaguzi, linabagua watu wa aina fulani, linabagua jamii aina fulani na wengine hawabaguliwi. Kwa hiyo huwezi ukazuia siasa huku ukisema kwamba viongozi wa kiserikali wao waendelee kufanya mikutano, lakini viongozi wa vyama vingine vya upinzani wasifanye. Kwa hiyo sio kwamba ubaguzi ni ule tu moja kwa moja kwamba kwa sababu vyama vyote vimezuiliwa basi hakuna ubaguzi. Kuna vyama ambavyo vyenyewe havihitaji kuzungumza na wananchi. Kwa hiyo unatoa tamko ambalo matokeo yake yanavibagua vyama ambavyo vinahitaji kufanya mikutano na vyama vya siasa. Lakini pia tukasema kwamba ibara 29 ibara ndogo ya kwanza ya katiba inasema kwamba watu wana haki ya kuenjoy kuburudika na haki zilizomo kwenye katiba. Yani una haki ya kuenjoy haki za binadamu. Sasa unapozikiuka zinakuwa zimekiuka na zenyewe. Kwa hiyo tukasema hapana, hili tamko linakiuka haki za binadamu, haki ya kupata nafuu kwenye haki za kibinadamu. Lakini ibara ya 18 ambayo ni ibara mama kuhusu uhuru wa kujieleza, kwa sababu mikutano ya vyama vya siasa ni sehemu ya uhuru wa kujieleza. Kwa watu ukizuia watu wasijieleze, ina maana unakuwa umekiuka ibara ya 18. Ibara ya 20 ibara ndogo ya kwanza inatoa haki ya kuandamana, haki ya mikutano ya vyama vya siasa. Kwa hiyo chama chochote ambacho kina usajili wa kudumu kina haki ya kufanya mikutano ya vyama vya siasa. Kwa hiyo huwezi kutoa tamko ambalo linakiuka haki ya kufanya mikutano ya vyama vya siasa au haki ya kukutana. Ibara ya 21 ibara ndogo ya kwanza na pili ya katiba inasema kila raia wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anayo haki ya kushiriki kwenye mambo yanayohusu taifa lake. Unashiriki vipi? Unashiriki aidha kwa kushiriki kwenye mikutano au kwa kusikiliza hoja ambazo zinatokana na mikutano. Lakini pia ibara ya 26 ibara ndogo ya kwanza inatoa haki